Kaimu mganga mkuu wa serikali amefungua wiki ya mafunzo endelevu itakayofanyika kuanzia tarehe 19 hadi 23 mwezi wa 5, na kauli mbiu ya maadhimisho haya ni mafunzo endelevu kwa huduma bora na salama. Kaimu mkuu mganga wa serikali Dr. Elihudi Eliakimu ameongoza uzinduzi rasmi wa wiki ya mafunzo endelevu kwa wataalamu wa afya CPD wiki jijini Dodoma, akisisitiza kuwa mafunzo endelevu ni nguzo muhimu katika kuhakikisha utoaji wa huduma bora na salama kwa wananchi. Katika hotuba yake ya ufunguzi, kaimu mganga mkuu wa serikali alieleza mafunzo endelevu kwa wanataaluma wa afya, ambayo kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni Continuous Professional Development, ikifupishwa kama CPD, ni sehemu muhimu ya mkakati wa wizara katika kuboresha huduma za afya. Mafunzo haya huwasaidia wanataaluma wa afya kuendelea kuwa na ujuzi wa kisasa, uelewa wa mabadiliko ya kisayansi na uwezo wa kujibu changamoto zinazoibuka katika sekta ya afya. Ameongeza kuwa Wizara ya Afya itaendelea kuhakikisha watumishi wa afya wanapata mafunzo ya mara kwa mara, jambo litakaloboresha ufanisi na usalama wa huduma zinazotolewa. Wizara ya Afya imeendelea kusimamia kwa karibu ubora wa huduma za afya nchini kwa kuhakikisha kuwa watumishi wa sekta ya afya wanapokea mafunzo ya mara kwa mara ili kuboresha ufanisi na usalama katika utoaji wa huduma. Kwa upande wake, msajili wa Baraza la Madaktari Tanganyika, Dr. David Mzava, ameeleza kuwa hii ni mara ya pili kwa baraza kuadhimisha wiki ya mafunzo endelevu, huku akibainisha kuwa lengo kuu la wiki ya mafunzo endelevu ni kuendelea kuhamasisha wataalamu wa afya kujiendeleza kielimu na kitaaluma ili kuboresha huduma wanazotoa kwa jamii. Huo mafunzo endelevu kwa mujibu wa sheria, kila mwanataaluma anapohuisha leseni limewekwa takwa hili kwenye sheria kwamba ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anaonyesha na kuthibitisha baraza kuwa amefanya mafunzo endelevu na kufikisha pointi zinazohitajika kwa mwaka husika, ambapo kwa mwaka husika anatakiwa na pointi 20 ambazo zinaitwa nini. Pointi hizi 20 maana yake ni kwamba zinaashiria kwamba mwanataaluma huyo ametumia masaa 20 kwa mwaka kujiendeleza, kusoma vitu na kufanya vitu mbalimbali ambavyo vinaendeleza taaluma yake. Katika wiki hii ya maadhimisho itakayodumu hadi tarehe 23 Mei 2025, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na mafunzo kazini CME katika vituo vya kazi, vipindi maalum vya mtandao Zoom kuhusu maadili ya kitaaluma na teknolojia ya kisasa, uhamasishaji wa wataalamu kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Wiki hii itahitimishwa kwa hafla maalum itakayofanyika jijini Dodoma. Hafla hiyo itajumuisha uzinduzi wa toleo la pili la mwongozo wa mafunzo endelevu pamoja na utoaji wa tuzo kwa wataalamu na wanaotoa mafunzo waliofanya vizuri katika mwaka uliopita.